Tupo Superdome kwenye iftari maalum ambayo imeandaliwa na Wasafi. Tupo na ndugu yetu Aristote, mzee wa vikao. Unajua huyu ni mwanafamilia mkubwa kabisa wa Wasafi. Aristote, uko poa? Mimi niko poa. Za siku nyingi. Najua umemisi sana sauti yangu. Umemisi kelele zangu sana. Hivi kwamba siku hizi umeamua tu kwamba hutaki tena zile heka heka. Sio mimi, unajua vitu huwa vinakuja automatically. Inafika hatua ukijipata ni hela yenyewe inakufanya yani mwenyewe automatically inakwambia nyamanza. Ukitaka kufanya kitu mwenyewe unajishtukia, unaona kama na bug. Kwa nini nafanya hiki kitu? Mwenyewe sio mimi. Kwa jumla mzigo umeongezeka. Umeongezeka na muda. Yes. Ukiwa na pesa automatically mwenyewe huwezi pia. Unaona wakina Mwijaku, wakina Baba Levo wakijipata vizuri kama nimejipata, hutoenda hizo kelele. Automatically mwenyewe ataona kabisa hapa najizalilisha, hapa na bug, atakaa kimya. Hawajajipata ndio maana bado wana kelele. Yes. Ni iftari ya Wasafi bwana, hii ni familia yako kwa muda mrefu, umekuwa ukifanya nao mambo mengi. Tuanzie kwenye hili jambo ambalo Wasafi chini ya Diamond wameliandaa kwa ajili ya watu walioko kwenye mfungo wa mwezi mtukufu. Kafanya kitu kizuri zaidi, atapata thawabu kwa Mungu. Iftari kama hivi tumeitikia, tumealikwa, tumekuja, tunakuja tuchangie chakula pamoja, tuonane, tusalimiane, tujuliane hali. Hivyo na ni sehemu pekee yenye kukutana, kwa sababu unajua mara nyingi huwa tukutani. Kama hivi inapendeza zaidi, inampendeza Mungu, inaongeza upendo. Yes. Kumekuwa na maneno mengi kwenye mitandao kwamba hawa watu maarufu kuandaa iftari kama hivi, alafu kualika watu maarufu, ikiwa mtaani huko kuna watu wenye uhitaji wengi tu na wanahitaji support pia. Kama watu wameona ni kitu ambacho hakiko sawa, kwako una neno gani? Ujue kiuhalisia Diamond huwa anasaidia sana maskini. Hiyo inafahamika kabisa, Diamond huwa ni mtu wa kusaidia. Kwa hiyo anapoandai kama iftari, hawezi kumwalika mtu mmoja mwenye amjua, analika watu wa karibu anaowajua. Atampigia simu Mwajuma, anamjua Mwajuma, lazima mpigie mtu Aristote, ampigie sijui fulani watu wanaowajua, wanajumuika kwa pamoja, wanaweza hivyo. Lakini kwa kusaidia watu wasiojiweza anasaidia sana. Jamii naona. Yes. Kwenye kumbukumbu zangu nakumbuka kuna story ambayo uliwahi kuzungumza kwamba maeneo ya Bunju au Tegeta kama sikosei, aliwahi kusaidia kisima cha maji, na wewe hiyo story unaifahamu. Lakini juzi pia tuliona msanii Harmonize alishare story ya hela ambayo aliwahi kuila, ambayo alipewa na Diamond kwa ajili ya sadaka ya msikiti. Yeye akaila ile hela. Wewe ulishawahi kushiriki kwenye sadaka za Diamond? Kitendo cha Harmonize kutumia pesa ambayo alipewa kama sadaka alafu ni miaka mingi pia, imepita zaidi ya miaka 7. Ujue siku zote inabidi umjue ndugu yetu alivyo. Harmonize anapenda kupita na upepo wa Diamond. Hamna Harmonize bila Diamond. Sijui unanielewa. Hao watu wawili ni kama vile hamna Yanga bila Simba. Harmonize na Diamond ni kama Yanga na Simba. Kwa hiyo Diamond ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo Hamo lazima apite na upepo wa nani? Wa Diamond. Akiona Diamond anafanya kitu anapita mle. Bila kupita humo Hamo atakuwa Hamo. Alafu na appreciate, anajituma. Katika watu waliotoka WCB, Hamo yani katoboa, kaondoka hivyo. Hawezi kurudi tena. Na appreciate. Yes, saluti kwake. Kitendo cha kula hela ya msikiti ambayo alipewa kwa ajili ya sadaka. Hizo ni trending tu, ni content. Hawezi kula hela ya msikiti. Ni kaamua kufanya hivyo tu, mambo ya yani muweze kumuongelea kama hivi tumuongelea, lakini hajafanya kitu kama hicho. Kwa sababu Hamo ana hela, anajiweza. Yes. Kwa upande wa ndugu zako wengine, watu maarufu ambao ulikuwa ukihang nao sehemu mbalimbali, siku hizo umesema umehide kidogo kwa ajili ya mzigo umeongezeka. Bado kwenye maisha ya kawaida mnaishi vizuri kwa maana mnatembeleana na mnawasiliana? Tunaishi vizuri, lakini inafika baadaye hata wewe kisha kuja kutokea utaona. Ukiwa na kipato kikubwa watu wenyewe wanakukataa. Marafiki wanapungua, wanakuwa wanajishtukia. Hata ukijaribu kuwa karibu nao wanaona kama labda unawaenjoy. Sijui unaelewa, wenyewe mwisho wa siku wenyewe wanajipunguza. Lakini mimi sina tatizo. Bro, Aristotle wa miaka ile na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Sihitaji kuongea sana, lakini muda utaongea. Ni jambo la muda tu. Lakini hapo Aristotle, mimi nikupongeza sana. Umekuwa ni miongoni mwa watu ambao ukiwa na ushikaji na mtu basi unakuwa na ushikaji wa kweli, yani kutoka moyoni. The theme ambavyo ilivyo kwa Irene Uwoya. Amekuwa ni mtu ambaye mara nyingi uko naye sana, apitie majanga na nini, uko naye pia. Ile Uwoya kumsema watu kwamba ameokoka, lakini still bado mavazi yake, matendo yake unaona kama hayajabadilika. Inakukechi kwa namna gani hasa kwa upande wako, kwa sababu nitoka karibu? Ujue ukiwa Irene ni rafiki yangu. Diamond ni rafiki yangu. Baadhi ya marafiki zangu nyinyi mnawajua. Mimi ni na ule ushabiki au na ule upendo real. Siko kwa mtu kwa ajili ya kitu. Ukiwa na urafiki wa mtu, ukiwa rafiki wa mtu kwa ajili ya kitu, kile kitu kikiisha maana yake urafiki utakuwa umefanya nini? Umeisha. Irene mimi ni rafiki yangu damu. Sijui unaelewa. Awepo na majanga, sio na majanga, yule ni rafiki. Siko naye kwa ajili ya kitu.
Sijui unanielewa? Yes, urafiki wetu yani uko yani ni una bond kama vile ulivyo na Diamond. Kwa nini huduma yake watu wamekuwa wakibeza, watu wanaona kama hadeserve kuwa mtumishi wa Mungu? Amna na deserve kwa sababu watu wamezoea kuwa ukiwa mlokole lazima uishi kilokole. Yani yeye ni mlokole wa kisasa. Sijui unaelewa, ni mlokole mwenye pesa, ni mlokole mwenye kipato. Kwa hiyo hawezi kuishi kama watu wanavyotaka aishi yeye. No, anaishi anavyotaka yeye. Cha msingi Mungu anajua kwa sababu yuko kaokoka basi. Wengine mkipiga kelele haimuhusu, maisha yanaenda. Yes. Unaungana na watu ambao wanasema mavazi wakati mwingine pia lazima yazingatiwe hasa kwa watumishi wa Mungu. Kuna siku Irene ashawahi kuvaa buchi? Bado. Anakuuliza unaposema mavazi gani ya Irene yanayokukera wewe? Watu lile bata wanalizungumzia sana Aristotle. Ukiwa na hela lazima ule bata bro. Ukiwa na hela lazima utumie hela. Yes. Mimi sijaona ubaya wowote. Hizo ni comment tu za watu wenye waliofeli, wanapenda kuzungumzia vitu sio kwa na mantiki. Hapo maswali yameisha. Na kuhusu labda kanisa ambalo alisema nani Irene anajenga. Kwa kweli kama Aristotle ambaye ni Mkristo na yeye alikuwa ni Mkristo, misingi ya kanisa kwa kweli labda unahisi ni nani Irene amezingatia? Issue ya Irene kufungua kanisa ni kitu kiko sensitive. Mimi kama Aristotle sitaki kuongelea hicho kitu au sitaki kuingilia in deep kwa sababu hapo tunadili na Mungu. Sijui unaelewa, tunadili na Mungu. Kwa hiyo sitaki kuongelea hicho kitu, ni kitu kiko sensitive. Swala la kanisa inabidi mtafute Irene mwenyewe au muoji maswali ya kuhusu kuokoka au swala la kusema kufungua kanisa, yeye ndo atakuwa na majibu sahihi. Lakini mimi Aristotle sina majibu sahihi kwa sababu sitaki kufanya utani na mtu anaitwa Mungu, ndio anayefanya mimi naongea hapa. Kwa hiyo sijui kwa undani. Yeye ndo anajua nini kinaendelea. Aristotle, tumalizie la mwisho hili. Wewe umekuwa na uzoefu wa kuhusu ujenzi wa nyumba, viwanja na nini. Na unaoshakuwa na huo utaalamu nikupe kabisa ya hongera zako. Yes. Baba Levo naye amekuwa akishare sana kuhusu ujenzi wa nyumba yake. Ghorofa lake ile umeliona. Unahisi yeye ndo atakuwa mtu influencer wa kwanza Tanzania nyumba yake kuonekana na gharama sana kwa uzoefu wako? Ni kitu kisichopingika. Mimi ni role model wao. Yaani kama sasa hivi unaona wasanii wengi wanajenga fulani sijui cha fulani anajenga, wanafuata nyayo za Aristotle. Wanafuata nyayo za Aristotle. Huwezi kuongea medium zimejaa. Mwanangu umetusanua, mwanangu zimejaa wote wa Baba Levo. Kina Mwijaku. Ninao zile mwanangu umetusanua. Mimi ndio role model wao. Mimi nawapongeza, napenda mimi maendeleo. Kwa sababu wasanii wa miaka ya nyuma walikuwa wanajisahau. Unakuta mtu ni msanii, afu mwisho wa siku jina limeisha, ana drop, mwisho wa siku anaingia kwenye madawa ya kulevya, mwisho wa siku anakuwa kama chizi, anakuwa na lawama kwa sababu hawakujipanga. Kwa sisi sasa hivi tuliopata hiyo bahati ya kuwa na baadhi ya vijijina, kuwa na vijina vidogo, lazima tu maintain hilo jina letu kwa baadaye tusije tukawa kichekesho. Ndio maana mimi ni moga wa kesho sana. Niko makini sana na kuhusu kesho. Wasije akamwambia mwanangu unaona baba yako alikuwaga hivi no. Mimi nimejipanga bro kwa uzee wangu. Kwa uwezo wako tu mdogo. Yes. Ule mjengo wa Baba Levo anaojenga na ukompea na mjengo wa Mwijaku ambao tayari umeshakamilika. Upi unaonekana mjengo ambao una gharama sana? Mwijaku amejenga kwa uwezo wake. Lakini alichokijenga Mwijaku pale sio nyumba, ni nyumba ilikuwa kama vile ya kulindia site, lakini mwisho siku ikabidi ajistiri. Kwa sababu hauwezi kujenga kwenye kiwanja cha square mita 200. Unajua square mita 200 wewe? Ushadili na viwanja? Ushawahi kujenga? Square mita 200 ni eneo lenye unaweza kajenga tenki la maji au mnara. Sijui unaelewa, au kijumba cha mlinzi, lakini ikaweza kukimaintain kile kiwanja kwa mita 200, kaweka nyumba yake na anaishi na familia yake, maisha yanaenda. Baba Levo ka upgrade alivyojenga. Kama atafanyikiwa kumaliza ile nyumba kama ilivyo kwenye ramani, ndampongeza na ndamu appreciate kwa sababu sio jambo rahisi kama anavyofikiria. Bro, kwenye ujenzi pale Baba Levo alipofika bado. Yaani kama muziki ndio iko studio. Sijui unaelewa, bado sana, yani asijigambe kabisa pale bado. Ile ni boma tu, sio nyumba ile bado. Nyumba inakuja kwenye kitu kinaitwa finishing. Hebu sema finishing. Yes. Yes.